Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo katika Istiqama Talk yetu episode ya pili tutakuwa na mgeni wetu ambaye ni Ramia Miraji. Leo tutakuwa naye hapa na tutakuwa tuna maswali yetu mawili kutokana na muda tutakayomuoji kutokana na msemo wetu wa Istiqama Talk. Ramia, karibu. Tambulisha kwa watazamaji ili waweze kukujua inshallah. Kwa majina Ramia Miraji Amir. Mimi ni kijana mwanafunzi Istiqama Islamia. Naam, Ramia, katika Istiqama Talk yetu leo uliona tufanye Istiqama Talk na mwenyekiti katika episode 1. Unajaribu kuona maswali ambayo ameulizwa kupitia kile kipindi. Je, una experience mbalimbali za maswali ambayo changamoto utakutana nazo leo katika Istiqama Talk episode 2? Changamoto nitajibu kutokana na level ya maswali utakuwa niuliza. Naam. Yeah. Swali la kwanza, ningependa kujua ni katika jamii vijana wana mchango gani katika dini ya Kiislamu? Vijana wana mchango gani katika dini ya Kiislamu? Naam. Vijana wana mchango mkubwa sana. Cha kwanza, vijana wao wana muda mrefu wa kujifunza kutokana na umri wao, na vijana bado wana nguvu ya kueneza dini sehemu yoyote. Ndio. Na hao vijana wana uharibifu gani katika dini? Maana tumeshasikia maneno mengi sana na kuja baadhi ya watu kwamba vijana ndio wanachochea mmomonyoko wa maadili ya Kiislamu. Vijana wanaweza wakaharibu dini, wanaweza kutengeneza dini. Wanaweza karibu dini kivipi? Maana vijana sasa hivi dini wameweka kimtandao zaidi. Na kwa upande wa Istiqama, vijana wa Istiqama kwa mtazamo wako wewe, vijana wa Istiqama unawaonaje? Ni wana mmomonyoko wa maadili ama ni vijana ambao wanajenga dini ya Kiislamu? Vijana wa Istiqama nikiongelea na mimi. Maana ukiongea usisifie sana. Sio uende kwenye true point ambayo itakuwa na uhalisia. Sisi tushatengenezwa katika njia ya umoja. Sisi tuseme kwa umoja tabia, mienendo yetu inaendana na dini yetu. Kuhusu swali la pili la mtego ambalo linalenga madrasa. Kuanzia umeanza madrasa Istiqama, una miaka mingapi sasa kuitambua madrasa Istiqama? Tokea umeijua, umepata akili ya ufahamu ukaijua madrasa Istiqama? Miaka ni mingi, kama nahisi kwa mimi hapa mwani wa kitambo nahisi hata 15 hivi. Ya 15. Kwa hiyo kwetu 15, miaka 15, the same sasa hivi tutakuwa na miaka mingapi? Kwa mimi hapa. Sema labda unajua madrasa Istiqama una miaka 15. Kwa especially sasa hivi tukakuleta miaka yako wewe afu tukatoa 15. Mtimisi miaka ile bakia ulikuwa ujitambui kabisa. Nilikuwa sijitambui. Maana unasema una miaka 15, ile experience ya miaka 15. Hapo umenitega. Toa ile miaka ya nyuma. Kama kibaki nani? Mtimisi bado ulikuwa una ule uelewa. Sijipanga ila hujajua. Sijajua, lakini kwa hapo nilikadiria. Mzee, swali lingine. Naam. Katika tasnia za dufu kubwa hapa Kilimanjaro kuna madrasa nyingi sana. Nikianza kuzipangilia nyingi sana. Nipangilia darasa 5 top 5 ya hapa Moshi ambayo kwa mimi msemaji wenu naweza nikasema kwangu mimi ni top 5 ya Moshi. Nikianza na madrasa ya kwanza ya Sunnatul Islamia, kija madrasa ya pili Al-Kadiria, kija madrasa ya tatu Izadin tawi namba 1, kija madrasa ya 4 Izadin tawi namba 4, alafu nikimaliza ya 5 katika top 5 mimi nikishaitoa Istiqama niseme Shabul Mustafa. Kwa kweli ni ipi darasa ambalo unalipenda sana kulifuatilia katika darasa 5? Nitaje moja au moja tu? Moja. Ninapenda kuifuatilia mimi Istiqama, maana nimesema ninatoa Istiqama, katika darasa 5 Istiqama hayusiki kabisa. Maana ni mwana Istiqama. Namba 1, Izadin namba 1. Izadin ndio namba 1. Darasa ambalo napenda sana kulifuatilia. Swali lingine la mwisho Saramia. Katika harakati zako wewe za ufuatiliaji wa hizo kubwa. Ni madrasa ipi ambayo ushawahi kuiona hapa Moshi? Kuzifuatilia? Ni madrasa ipi ambayo ushawahi kuiona hapa Moshi? Kutoa nje ya Kilime hapa pa. Mbona imetoka sehemu nyingine? Mgeni yote ametoka labda Zanzibar, ametoka Dar es Salaam. Nishaona wale hawa Azali walikuwa ndugu zao bali tu. Isla ndugu zao namba 1. Naam. Na kipi ambacho ulijifunza nini ambacho leo unaanza kuleta katika darasa la Istiqama nao likajifunza katika hiyo miaka hiyo ambao umeona hizo darasa mbili
Kwa macho yako mwenyewe ulijifunza nini yani? Wenzetu kwanza wana umoja. Yaani ukuta mtu ni mtu mzima lakini bado madrasa anaipenda wala haitengi. Unajua ukuta mtu akishapata tu labda kaoa tu kidogo, bana madrasa basi. Lakini wenzetu yani mtu mzima lakini bado iko na madrasa yake na stable nao mpaka sasa hivi tuseme. Mr. Ramia? Naam. Una maarufu jina linatambaa sana unakuta Ramia Kijento. Jina Kijento lilianzia wapi? Yaani jina Kijento. Maana kila mtu ana nickname yake. Maana mtu wa kwanza Limoji jina lake ni Swahaba, lakini sasa nikasema na wewe nataka tu mashabiki wafahamu jina Kijento. Kijento lilianzia wapi? Yani mpaka watu wanakuta Kijento. Yaani ndio swali kukujibu. Yaani ni kutokana bwana shughuli, labda uchezaji wa mtu. Yaani kwa mimi nasema tu ni watu labda wananiita, watu wanazunguka marafiki. Ndio hivyo tu yani. Yaani sikumbuki yani hata limeanzia wapi. Kwa hilo swali tunawaachia mashabiki wanatafuta. Hilo Kijento lilianzia wapi ama lilipatikana lini? Je, ushauri wako upi kwa mashabiki? Unawashauri nini mashabiki wa Istiqama? Mambo mazuri yanakuja. Ndio bado tunayapika yani. Mambo mazuri yanakuja yako njiani. Wasubirie burudani. Mpaka hapo niseme tu katika Istiqama yetu episode 2 ndio imefika mwisho, na wiki ama weekend hii tulikuwa na Mr. Ramia Kijento almaarufu Kijento. Napenda mwita Kijento au ndevu fulani. Sasa majina mimi bana sijui hata alianziaga wapi. Yaani ndio hivyo mwenyewe anakuambia mashabiki na nyie wenyewe ndio mlimpa. Hivyo basi niseme waza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.